Afrika Mashariki saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ikiwa ni Jumatano ya Juni 11 mwaka 2025. Karibu katika Amka na BBC na mimi ni Leonard Mubali. Katika Amka na BBC asubuhi, meya wa Los Angeles Karen Bass atangaza amri ya muda mfupi ya kutotoka nje kwa wakazi wa jiji hilo ili kukabiliana na maandamano dhidi ya uvamizi wa wahamiaji, huku Trump akisema hatokubali nchi yake kuharibiwa. Generations of Army heroes did not shed their blood only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. Leo ikiwa ni siku ya kucheza duniani, Umoja wa Mataifa waendeleza jitihada za kuhifadhi, kukuza na kutoa kipaumbele swala la kucheza kwa watoto na watu wote kwa lengo la kulinda ustawi wao. Na katika gumzo leo tunaangazia ugonjwa wa kiharusi, ambapo pia mwezi Juni hutumika kwa kuelimisha dhidi ya ugonjwa huo. Lakini ugonjwa huo ni wa namna gani hasa? Ni ugonjwa wa kupooza, kwa hivyo inafanya mtu anapooza kwa mara moja, ako na uhai vizuri, anaendeleza mambo yake vizuri, viungo vyote vinafanya kazi mara moja, unapata kupooza upande mmoja. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Caro Robi. Asante Mubali. Jaji wa mahakama moja nchini Marekani amezuia ombi la dharura kutoka kwa gavana wa California la kutaka kuzuia kutumiwa kwa wanajeshi kwenye vurugu zilizoshuhudiwa katika mji wa Los Angeles. Gavana Gavin Newsom ameitaja hatua hiyo kuwa kinyume na sheria. Rais Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kuwatuma majeshi kukabiliana na waandamanaji wanaopinga serikali dhidi ya uhamiaji na kuapa kuwa kamwe hatoruhusu mji wowote wa Marekani kuvamiwa na kutawaliwa na wageni. Meya wa Los Angeles ametangaza marufuku ya kutotoka nje usiku ili kudhibiti vurugu na uporaji. Mashambulizi ya Urusi ya kutumia ndege zisizoendeshwa na rubani katika mji wa Kharkiv, ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, yamewaua watu 2 na kujeruhi zaidi ya wengine 30. Mashambulio hayo yamelenga makazi ya watu, ghorofa kadhaa na viwanda pamoja na miundombinu ya usafiri wa mji huo. Tangu Jumatatu, Urusi imefanya mashambulizi makali katika maeneo mengi ya Ukraine, yakitajwa kuwa makubwa tangu Rais Vladimir Putin kuamua kuivamia Ukraine miaka 3 iliyopita. Wajumbe wa Marekani na China wamekubaliana kuhusu mpango kazi kuhusu biashara kufuatia siku 2 za mazungumzo yaliyofanyika mjini London ambayo yalinuia kutuliza mivutano kati ya nchi hizo mbili zenye nguvu zaidi kiuchumi duniani. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Mwakilishi wa biashara za kimataifa wa China Li Chengang ameyataja mazungumzo hayo kuwa ya tija, huku waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick akisema anatumai masuala kuhusu biashara ya madini adimu yaliyo chini yatasuluhishwa. Marekani na China zimekuwa zikitofautiana vikali tangu utawala wa Rais Donald Trump kuongeza ushuru wa bidhaa za kutoka China zinazoingizwa Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amelaani hatua ya Uingereza, Norway, Australia, Canada na New Zealand kuwawekea vikwazo mawaziri wawili wa Israel wa mrengo wa kulia wenye misimamo mikali kutokana na mzozo wa Gaza. Bwana Rubio amesema hatua hiyo ya kuwawekea vikwazo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich haisaidii juhudi zinazoongozwa na Marekani za kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, kurejeshwa kwa mateka wala kuvimaliza vita, na kutaka vikwazo hivyo kufutiliwa mbali. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari kama ulivyosoma kwako na Caro Robi. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com, na kwenye mtandao wa Facebook wewe andika tu BBC Swahili. Unaweza kufuatilia pia matangazo haya kupitia radio wa shirika nchini Tanzania. Tusikilize kupitia Radio Kwizera Ngara, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara, na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kupitia Radio Muungano Ben. Mimi ni Leonard Mubali. Tuanze yale tuliokuandalia asubuhi ya leo. Meya wa Los Angeles Karen Bass ametangaza amri ya muda mfupi ya kutotoka nje kwa wakazi wa jiji hilo ili kukabiliana na maandamano dhidi ya uvamizi wa wahamiaji.
Katika mkutano na waandishi wa habari, Vaz amesema amri ya kutotoka nje itahusisha zaidi maeneo ya katikati mwa jiji kufuatia maandamano hayo kugeuka kuwa matukio ya uharibifu na uporaji. David Inkia na taarifa zaidi. Amri ya kutotoka nje imetangazwa ili kuwazuia baadhi ya waandamanaji ambao wanatumia mwanya huo kufanya machafuko, huku wale ambao wataonekana nje kuanzia muda wa saa 2 usiku mpaka saa 12 asubuhi wakitajwa kwamba watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Katika ziara yake huko Fort Bragg, California Kaskazini, Trump amesema hatukubali maandamano hayo kuharibu nchi yake. Vizazi kwa vizazi vya mashujaa wa jeshi letu hawakumwaga damu zao ili maandamano kama haya kutokea na kuharibu nchi yetu ambayo inasababishwa na uhamiaji haramu kama inavyotokea California. Kama amiri jeshi mkuu, sitakubali kuona hili likitokea. Halitatokea. As Commander in Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. Siku 4 za maandamano makali zimesababisha mzozo wa kisheria na kijamii kati ya viongozi wa California na serikali ya Trump. Mzozo huo unatokana na hatua ya Trump kupeleka wanajeshi huko California kuzuia maandamano hayo. Wakati huo tayari jaji wa Marekani amekataa ombi la dharura la gavana wa California la kuzuia matumizi ya wanajeshi waliotumwa Los Angeles. Ni taarifa yake David Inkia. Rais wa Syria Bashar al-Assad alipong'olewa madarakani Disemba mwaka 2024 ulimalizika utawala wa kifalme uliodumu kwa zaidi ya nusu karne. Katika kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13, zaidi ya watu milioni 1 walikamatwa na kuwekwa kizuizini. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanakadiria kwa takriban watu 100,000 bado hawajulikani walipo. Sasa maafisa wa zamani kadhaa wamezungumza na BBC kuhusu nafasi yao katika kutekeleza ukatili wa utawala huo katika ngazi mbalimbali. Shuhuda hizi za kipekee zinakuwa sehemu ya uchunguzi ya magereza ya kutisha ya Syria. Taarifa ya Sarah Abedayat inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Viongozi wetu walikuwa wakisema, wateseni, msiwaache walale usiku, wafanyeni sherehe, mkitaka wawekeni hata ndani ya kaburi, kisha muaziki wakiwa hai kama mtataka. Uchunguzi mpya wa BBC unasimulia yaliyokuwa yakijiri ndani ya magereza yaliyogubikwa na ukatili mkali chini ya uongozi wa rais wa zamani Bashar al-Assad aliyong'olewa madarakani mwezi Disemba mwaka jana. Kila mtu alisikia watu wakipiga kelele. BBC imewafuatilia wanaume 40 waliokuwa wanafanya kazi chini ya utawala huo katika wadhifa mbalimbali. Tumekubali kuficha sura zao kulingana na makosa waliokuwa wakiyafanya. Je, hamdhani kuwa kukaa kwenu kimya au kutochukua hatua yoyote kumeruhusu vitendo hivi vya kikatili kufanyika chini ya uangalizi wenu? Ukimya wangu, kama nisingesema neno hata moja, ningekuwa najihukumu kifo mwenyewe. Walikuwa wanawafanyia ukatili mkubwa mchana na usiku hadi pale watakapokubali waliumwa mtu fulani. Wakifanya hivyo walikuwa wanapelekwa mahakamani ambapo hakuna maswali yoyote yanayoulizwa. Mateso haya yalikuwa na athari kubwa kwa wafungwa. Shadi alitumikia karibu miaka 10 kama mfungwa wa kisiasa akiwa pamoja na kaka yake mdogo Hadi. Ikiwa mtu angelia wakati anapigwa, basi alikuwa anapigwa zaidi. Wakati mwingine Shadi alilazimika kupiga kelele. Kwa hiyo ilibidi nilie wa kelele zaidi yake. Kwa kufanya hivyo, basi wangenichukua mimi badala yake. Kwa sababu nikimwona Shadi anaumia, basi mimi naumia zaidi. Kati ya wanaume wote tuliozungumza nao, mwanaume huyo aliyeacha kufanya kazi mwaka 2012 ndiye aliyesema anajisikia vibaya kwa makosa aliyoyafanya. Huenda usiamini nikikwambia ni miaka 2 ama 3 sasa tangu nijitazame kwenye kioo. Siwezi hata kujiangalia. Wengi wanadai walikuwa wanafuata maagizo na hawakuwa na namna nyingine ya kufanya. Ni ngumu kuamua ni nani anapaswa kuwajibishwa na ni nani anastahili kusamehewa. Sijui tutawezaje kuendelea mbele na kupona pale tulipoumizwa ili tuweze kujenga tena nchi hii. Ni Elizabeth Kazibure.
Leo ikiwa ni siku ya kucheza duniani, Umoja wa Mataifa unaendeleza jitihada za kuhifadhi, kukuza na kutoa kipaumbele swala la kucheza kwa watoto na watu wote kwa lengo la kulinda ustawi wao. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, swala la burudani, michezo ni lugha ya ulimwenguni kote na jambo linalozungumzwa na watu wa rika zote duniani, wakisisitiza umuhimu wa kucheza katika kukuza hisia ya jamii na fahari ya kitaifa. Ili kufahamu kwa kina kuhusiana na siku ya kucheza duniani na umuhimu wake, muda mfupi uliopita nimezungumza na Hilimara Irene Komba ambaye ni mwandishi wa fasihi ya watoto, na hapa anaanza kuielezea siku ya watoto duniani ya kucheza. Ni siku maalum kwa ajili ya kuthamini michezo kama kitu muhimu sana kwa watoto na namna ambavyo kinasaidia kuleta ukuaji wa mwili na akili, lakini pia kufahamisha dunia namna gani ambavyo hii ni haki ya msingi ya mtoto kwenye ukuaji wake. Tupo katika dunia ambayo imekuwa na mambo mengi sana, wazazi wanakimbia huku na kule. Je, unadhani wanaelewa jukumu la kuwalea watoto kwa kiasi gani na kujua hasa umuhimu wa mtoto kupata nafasi ya kucheza? Ni changamoto kwa maana ya kwamba pengine mzazi anaweza akafahamu mtoto umuhimu wake wa kucheza na kushiriki kwenye michezo mbalimbali, lakini mazingira ya sasa kidogo kwa namna moja au nyingine yana changamoto. Mathalan, namna gani mtoto atakuwa yuko salama pengine anapokuwa anacheza. Zamani sisi tulizoea mahali popote tunaweza kucheza, lakini kwa sasa hivi kidogo imekuwa ni changamoto kutokana na ukuaji wa miji. Mahali pa kucheza inakuwa hakuna, vile vinaitwa viwanja vya michezo vya watoto hakuna, lakini hata fursa za kuweza kucheza kwa watoto wengi. Tumekuwa mtazamo wa wazazi wanaona kama michezo ni kupoteza wakati, kwa maana kwamba tunaamini imekaa ndani, hiyo ndio kitu kwake cha msingi, lakini inakuwa ni tofauti na vile ambavyo anatakiwa kushiriki kwenye michezo kwa umuhimu wake. Sasa swala la mtoto kucheza lina umuhimu gani, na mtoto ambaye hajapata fursa ya kucheza anakosa mambo gani? Kucheza kwa mtoto ni kitu muhimu sana, kwa sababu kwanza kinasaidia kwenye ukuaji wake wa mwili na akili, kwa sababu ni pale anaweza anakuwa mnyumbufu zaidi kwenye upande wa kutumia misuli yake midogo na mikubwa, anaweza kutumia akili, anaweza kutatua changamoto mbalimbali, namna gani nifikie mpira, namna gani nifikie ile kamba, ile namfahamu mtoto anakuwa na akili iliyochangamka na kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazomkabili. Umezungumzia swala la changamoto ya watoto kukosa maeneo ya kucheza kwa sasa hivi katika karne tulionayo. Nini ushauri wako? Ndio. Ushauri wangu, kwanza, mzazi, hata tunapotengeneza maeneo tunayoishi, tuweke maeneo ambayo mtoto anaweza kucheza. Kwa hiyo swala la kucheza lianzie kwenye ngazi ya familia, kuwe kuna michezo mbalimbali. Lakini pili, kutoa fursa kwa watoto na kueleza umuhimu wa kucheza zaidi kwa watoto kwa muda ambao wameweza kuongozwa, labda kipindi cha mapumziko, kipindi ambacho wako likizo. Mzazi mwenyewe aonyeshe ule umuhimu wa mtoto kuweza kucheza na kushiriki kwenye michezo na wengine. Ni Hilimara Irene Komba ambaye ni mwandishi wa fasihi ya watoto. Na moja kwa moja sasa tunadunda hao viwanjani, Firimbi na Omari Mkambara. Nakuona. Ndio. Haya, shukrani Mubali. Na moja kwa moja nianze na matokeo ya michezo ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia la mwaka 2026 kwa michezo ambayo imemalizika hivi punde. Kutoka kule Amerika ya Kusini, timu ya taifa ya Uruguay wameweza kushinda kwa goli 2-0 dhidi ya Venezuela. Argentina wao wamevutwa shati na Colombia kwa sare ya 1-1. Brazil chini ya mkongwe wa Kiitaliano Don Carlo wameibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Paraguay kwa goli la Vini Junior, na hivyo Brazil kujiweka kwenye nafasi ya 3 na kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kucheza kombe la dunia 2026. Lakini katika ukanda wa CONCACAF kule Costa Rica wao wameshinda mchezo wao dhidi ya Trinidad and Tobago kwa goli 2-1. Panama akampiga Nicaragua goli 3 bila majibu. Jamaica naye amekwenda na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Guatemala. Lakini mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni dakika ya 86. Peru anacheza na Ecuador na bado milango ni migumu kwa timu zote mbili kwa maana ya bila. Taarifa nyingine ni kwamba timu ya taifa ya Senegal ama Simba wa Milima Teranga imekuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kuweza kuwafunga England. Senegal waliwafunga England kwa magoli 3-1 katika mchezo wa kirafiki uliopigwa usiku wa kuamkia leo. Kabla ya mchezo huo dhidi ya Senegal, England walikwisha kucheza michezo 21 na timu za mataifa ya Afrika na wakiweza kushinda michezo 15 na wakiambulia sare mara 6. Hivyo Senegal amevunja mwiko wa England. Taarifa nyingine ni kuhusu usajili
usajili ambako jana usiku rasmi dirisha lilifungwa na litafunguliwa tena Juni 16, na sababu ya kufungwa kwa dirisha la usajili ni kupisha kukamilisha usajili wa vilabu ambavyo vinakwenda kushiriki michuano ya Kombe la Dunia la vilabu ambayo itaanza kutimua vumbi kuanzia weekend ijayo. Wakati dirisha likifungwa hapo jana, klabu ya soka ya Liverpool imefikia makubaliano na Bayer Leverkusen ya kuweza kumsajili mshambuliaji Florian Wirtz kwa dau la paundi milioni 150 na kuweka rekodi ya ndani ya uhamisho wa klabu ya Liverpool kutumia fedha nyingi zaidi. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii. Asante sana Omar Mkambara. Ni matangazo ya Amka